utavunja falme zote za kidunia na utasimamisha ufalme unaodumu usioweza kuvunjwa. Lakini mfalme Nebukadneza kwa kiburi na ubinafsi na majivuno anaamua kutengeneza sanamu mfano ile ile, lakini anaamua kuinakshi kwa dhahabu tupu. Maana yake ni kwamba alikuwa amekataa wazo la Mungu kwamba ufalme wake utapita. Alikuwa anatangaza kwamba ufalme wake utadumu milele. Ndio maana anaamua kutengeneza sanamu ya dhahabu ambayo katika kichwa cha sanamu ile aliyoiona katika ndoto ilikuwa inamaanisha utawala wake wa Babeli. Ni mambo mengi sana ufalme huu ulikuwa unafanya. Katika sura ya kwanza ya kitabu cha Danieli fungu la 8, Biblia imeeleza kwamba lakini Danieli akaadhimu moyoni mwake kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa nini? Kwa sababu chakula cha mfalme wa Babeli kwanza kilikuwa kinatolewa sadaka kwa sanamu. Yaani wakipika chakula cha mfalme wakivisha, wanachukua sampo ya chakula, wanaenda kuomba miungu na kuishukuru miungu yao. Lakini chakula cha mfalme kilikuwa kimecontain viumbe ambao ni najisi, kwa mujibu wa neno la Mungu ambalo Danieli pia alikuwa amefundishwa kutoka kwao Israeli. Nyama ya panya pamoja na vitu vingine vilivyokuwa najisi kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa hiyo Danieli akasema hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, akaomba apewe matunda, mboga pamoja na chakula cha nafaka. Na alionekana ni bora zaidi kuliko hata wengine ambao walikuwa wamekataa uaminifu kwa Mungu na wakaamua kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida kabisa kwa utawala huu kuabudu sanamu. Walikuwa ni waabudu sanamu. Mungu Ishtari pamoja na miungu mingine mingi walikuwa wakiabudu. Kuna mambo mengi ambayo yamechukuliwa kutoka katika utawala huu ambayo yamepitishwa mpaka leo, yameingizwa katika makanisa mengi na wanaabudu kwa kivuli cha watakatifu pamoja na vivuli vya mambo mengi, lakini uhalisia ni kwamba yana asili yake katika mataifa haya ya kipagani ya Babeli. Lakini Danieli 7 fungu la Danieli 7 fungu la 17 tumesoma kidogo hapo, lakini ngoja turudie kidogo. 17 Biblia imeeleza wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu watapokea ufalme na kumiliki huo ufalme milele naam hata milele. Sawa, ngoja tuanzie Danieli 7 fungu la 4. Biblia imeandika, wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai, nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Kwamba mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, kwa maana ya kwamba ufalme ulikuwa ulikuwa na nguvu kama simba. Ni ufalme ambao ulikuwa na nguvu. Ulikuwa na nguvu kama vile ambavyo simba alivyo na nguvu. Lakini ni kwamba ufalme huu ulikuwa na mabawa kama mabawa ya tai. Mabawa humaanisha kasi ya kutawala maeneo, kasi ya kuvamia maeneo, kwamba ni kwa muda mfupi aliweza kuiweka dunia yote chini ya utawala wake. Lakini mabawa ambayo alikuwa nayo yalikuwa ni mabawa mawili tu. Alikuwa ni mabawa mawili, kwa maana ya kwamba kasi ya kwake ya kutawala ilikuwa sio kubwa sana ukilinganisha na ufalme mwingine ambao utakuja kuona hapo baadaye. Kwa hiyo sifa nyingine ni kwamba akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Ni kwamba huu ufalme ulikuwa na mtawala wa kibinadamu, na kwamba
ulikuwa na hofu ya kibinadamu. Tunaweza tukaona namna ambavyo ufalme huu uliweza kuangushwa. Katika sura ya 5 ya kitabu cha Danieli, Belishaza anachukua vyombo vitakatifu vya nyumba ya Bwana ambavyo Nebukadneza alikuwa amevichukua kutoka Israeli, Yerusalemu, na sasa wanaamua kuvitumia kwa vyombo vya anasa. Lakini kitanga cha mkono kinapoandika pale Mene Tekel na Peles, ufalme huu unakomeshwa, wanapewa Wamedi na Wajemi. Sasa ni kwamba wakati ufalme huu uliangushwa, hata sio kwa vita, wala waliouangusha Wamedi na Wajemi hata hawakupigana vita dhidi ya ufalme huu. Waliuchukua sana kirahisi. Mfalme aliogopa kwenda kupigana na Wamedi na Wajemi, na hivyo ufalme ukanyang'anywa. Ndiyo maana ya kwamba akapewa moyo wa kibinadamu. Ijapokuwa ana ujasiri kama wa simba, lakini alikuwa na woga wa kibinadamu. Mnyama wa pili alikuwa kama dubu. Mnyama kama dubu ambaye ndiye sasa tutaenda kumwangalia ni katika fungu la 5 la Danieli 7, ambaye anafananishwa na kifua pamoja na mikono ya fedha katika sanamu ile ya Danieli 2. Kama dubu. Kwa kawaida dubu ni katili kuliko simba, lakini simba na nguvu kuliko dubu. Jamani, Bwana ni mwema. Kwa hiyo ufalme huu ulikuwa ni katili. Sikiliza Danieli anachosema katika Danieli sura ya 7 fungu la 5. Anasema, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kwa hiyo huyu mnyama kama dubu kwanza alikuwa ameinuliwa upande mmoja, kwamba miguu yake miwili ya mbele, mguu mmoja ulikuwa haujagusa chini, umeinuliwa. Lakini ni sawa tu na namna ambavyo mikono kwenye ile sanamu ambayo mfalme Nebukadneza aliona, mkono mmoja ulikuwa juu ya mkono mwingine. Kwa hiyo ni kwamba huu ufalme ulikuwa ni ufalme wa Wamedi na Wajemi, kwamba Wajemi ulikuwa na nguvu kuliko Umedi. Ndicho ambacho kilikuwa kinamaanishwa kwamba mkono mwingine ulikuwa juu ya mkono mwingine. Lakini ni kwamba huyu mnyama ameinuliwa upande mmoja. Kwa Uajemi chini ya mfalme Koreshi ulikuwa na nguvu dhidi ya Umedi ambao ulikuwa chini ya mfalme Dario. Hao ndio wafalme wa kwanza katika ufalme huu wa Umedi na Uajemi. Na ufalme huu kijiografia unaelezwa kwamba ulikuwa pale ambapo ni Irani ya leo. Makao yake makundo yalikuwa pale, lakini walifanikiwa kutawala dunia yote. Sasa namna ufalme huu ulipoingia katika utawala ni mnamo mwaka wa 538, wakati ambapo Belishaza mfalme wa Babeli alikuwa amelewa, ametumia vyombo vitakatifu vya nyumba ya Bwana kwa ajili ya kufanya sherehe ya anasa. Sasa mkono wa Bwana ukaandika Mene Tekel kwamba na Peles kwamba ufalme wako umepimwa katika mizani, ukaonekana kuwa umepungua. Ufalme wako umeondolewa kwako, na wamepewa Wamedi na Wajemi. Utawala wa Babeli kwa asili ulikuwa na ngome, na ulikuwa ni ufalme ambao ulikuwa ni ufalme tajiri sana, kwa sababu walikuwa wametengeneza bustani ambayo ilikuwa inaning'inia. Lakini walikuwa wametengeneza ufalme ambao kimsingi ulikuwa ni wa kupendeza. Ndio maana katika sura ya 4 ya kitabu cha Danieli, mfalme Nebukadneza anajaribu kujivunia juu ya ufalme wake kwamba, je, huu sio Babeli nilioujenga mimi? Alikuwa ametembea huku na kule katika milki ya ufalme ule, akadhani kwamba ni yeye aliyeutengeneza huo ufalme. Lakini Mungu akataka kumuonesha kwamba sio wewe ulioujenga. Na sasa kwa sababu sio wewe uliyeujenga, nitakutia ukichaa, utaenda ule majani kama ng'ombe.
kwa muda wa miaka 7. Na ndivyo ilivyotokea hata katika historia imelezwa hivyo. Mfalme wa Babeli alienda mwituni akakaa maisha ya mnyama kwa miaka 7. Ndipo alipojua kwamba yuko Mungu mbinguni anayetawala juu ya falme za kidunia. Sasa wakati Belshaza ameiga kiburi kile cha baba yake, anachukua vyombo vitakatifu kwa nyumba ya Bwana. Wakati huo usiku huo ambao kitanga cha mkono kimeandika kwamba ufalme wako wamepewa Wamedi na Wajemi, Koreshi alikuwa akipambana kwa ajili ya kutengeneza njia kutoka kwenye mto Frati, akaukausha mto Frati, akaingia na akavamia ngome ya ufalme huu wa Babeli na akaweza kuangusha huu ufalme na akasimika ufalme wake. Ni mwaka 538. Kwa hiyo Umedi na Uajemi ukaanzia huo mwaka na kwenda mpaka 331 kabla ya Kristo. Sasa Umedi na Uajemi vile vile nao uliiga mambo yale ya mfalme wa Babeli, kwa sababu walikuwa wakiabudu miungu vile vile. Katika sura ya 6 ya kitabu cha Danieli, mfalme Dario wa Umedi anatoa agizo au amri kwamba asiwepo mtu yeyote atakayemwabudu mungu mwingine isipokuwa mfalme. Kwa hiyo walikuwa na kawaida ya kumwabudu mfalme kama mungu wao. Ndiyo maana Danieli anakuja anatupwa kwenye tundu la simba, lakini Mungu wa mbinguni ambaye hata liacha kanisa lake, hata acha waaminifu wake waangamie dhidi ya nguvu za giza, alisimama na Danieli katika tundu la simba ambao wameachwa wawe na njaa kwa muda wa siku nyingi, ambao tunategemea kwamba Danieli angetupwa asingefika hata chini, wamemmaliza. Lakini Mungu wa Yesu Kristo alifunga makano ya simba hawakuwa na hamu ya kumwangamiza Danieli. Danieli akasurvive usiku kucha katika tundu la simba na asubuhi yake akatolewa mle. Kwa hiyo Mungu ameendelea kuwa na uaminifu wake siku zote. Hata katikati ya magumu yeye amesimama upande wao kwa ajili ya kuwatetea. Ufalme huu wa Umedi na Wajemi ulikuwa ni katili sana kuliko hata ufalme wa Babeli, lakini thamani yake kwa maana ya utajiri ilikuwa imepungua. Ulikuwa ni ufalme mdogo ukilinganisha na ufalme wa Babeli kwa maana ya thamani. Na huu ufalme ulikuwa unawakilishwa katika Danieli 2 kwa madini ya fedha, kwa maana ya kwamba commodities ambazo zilikuwa zinatumika kwa ajili ya exchange, na vitu vyao vingi vilikuwa vinatengenezwa kwa fedha. Ufalme huu unaweza ukauona katika kitabu cha Esther. Esther ili asimame mbele ya mfalme Atashasta, lazima mfalme amnyoshee fimbo ya dhahabu ili aweze kuishi. Tofauti na hapo alikuwa anakufa muda ule. Kwa hiyo kumwaga damu, kifo, kuua watu ilikuwa ni kawaida. Ndio maana ufalme huu unaambiwa kwamba inuka ule nyama tele. Ukatili wa kumwaga damu ilikuwa ni kawaida sana kwa ufalme. Lakini baada ya huu ufalme ungeinuka ufalme mwingine wa tatu, kama vile ambavyo Danieli anamwambia mfalme Nebukadneza, lakini pia ambavyo anafathiliwa yeye mwenyewe katika Danieli 7 fungu la 6 kwamba utainuka ufalme mwingine wa tatu. Fungu la 6 anasema, kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, akapewa mamlaka. Danieli anamuona katika njozi mnyama mwingine wa tatu ambaye alikuwa na mabawa 4. Mabawa nimekwambia ni kasi ya utawala. Huu ufalme ulikuwa na kasi ya kutawala dunia yote kwa muda mfupi sana. Ilikuwa ni kasi kubwa sana, kasi kubwa mno.